la nje. Tunaanzia jijini Dodoma, msomaji wako ni mimi Jamal Mruma. Makamu wa Rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi ametoa wito kwa wizara zinazohusiana na sekta ya mazingira kufanya kazi kwa ushirikiano ili kuwa na mpango wa pamoja utakaowezesha uhifadhi endelevu wa mazingira. Makamu wa Rais ametoa wito huo jana wakati akifanya mazungumzo na mawaziri walio chini ya ofisi yake jijini Dodoma. Amesema wizara hizo zinategemea zaidi uhifadhi wa mazingira. Kama wizara ya maji itafanya kazi kwa ufanisi, kama vyanzo vya maji havitaharibiwa, vile mpango wa matumizi ya nishati safi ya kupikia utawezesha kuokoa ukataji miti hovyo na hivyo kulinda misitu iliyopo. Dar es Salaam. Tanzania imeendelea kusimamia moja ya mikataba 22 ya kimataifa kama mwanachama, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuimarisha usalama wa shughuli za baharini pamoja na kuandaa wataalamu wa sekta hiyo. Akizungumza jijini Dar es Salaam, mkaguzi kutoka shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC, mhandisi Ali Diwani, amesema takribani 90% ya mizigo yote inayosafirishwa duniani hupitia majini, hali inayofanya sekta ya bahari kuwa na umuhimu mkubwa na kuhitajika wataalamu wengi wenye ujuzi. Ameeleza kuwa mbali na kusimamia masuala ya usalama baharini, taasisi husika pia zina jukumu la kuhakikisha mafunzo yanayotolewa kwa wataalamu wa sekta hiyo yanakidhi viwango na mahitaji ya kimataifa. Rukwa. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameonya viongozi na watendaji wanaopokea fedha za miradi ya maendeleo lakini wanashindwa kuisimamia vyema ili kutekelezwa vizuri na kwa wakati, akisema serikali haitavumilia uzembe kama huo. Akizungumza jana mkoani Rukwa, Mwigulu amesema serikali haitaishia kutoa maonyo pekee kwa watendaji wanaotumia vibaya fedha za miradi, bali hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi yatakayobainika kukiuka taratibu za matumizi ya fedha hizo. Amesisitiza kuwa fedha za miradi ni kwa ajili ya posho, si kwa ajili ya posho matumizi yasiyo rasmi, na ameagiza miradi yote iliyokwama kutokana na uzembe au matumizi mabaya ya fedha ihakikishwe inakamilika kwa kutumia fedha ambazo tayari zimeshatolewa. Unaendelea kusikiza Jicho la Nje kutoka hapa Big City Breakfast, na hivi sasa ni habari za kimataifa. Nchi ya Kenya imeanzisha utaratibu wa kujifunga kamera kwa maafisa wa forodha na mipaka ili kuwezesha usafiri na biashara halali. Mamlaka ya mapato imesema kamera 350 tayari zimepelekwa katika maeneo ya mipakani na zina lengo la kuwezesha usafiri na biashara halali. Kenya ni nchi inayoendelea kiuchumi Afrika Mashariki na ina uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta JKIA, moja ya viwanja vilivyo na shughuli nyingi barani Afrika. Mamlaka ya mapato ya Kenya inasema kamera hizo zitazuia ufisadi na picha zitasaidia pakubwa katika kutatua tofauti zitakazojitokeza. Rais wa Madagascar Kanali Michael Randrianirina amemfuta kazi waziri mkuu wake Herintasalama Rajaonarivelo na kulivunja baraza la mawaziri aliloliteua muda mfupi baada ya kutoa madaraka kufuatia maandamano yaliyoongozwa na vijana miezi mitano iliyopita. Kanali Randrianirina alimteua Herintasalama kutoka sekta binafsi kuwa waziri mkuu mwezi Oktoba mwaka huu, muda mfupi baada ya unyakuzi wa madaraka wa kijeshi wakati wa maandamano yaliyompeleka rais wa zamani Andry Rajoelina kukimbia. Ofisi ya rais imesema katika taarifa kwamba waziri mkuu mpya atateuliwa muda mfupi ujao bila kutoa ratiba na sababu ya kufukuzwa kazi. Na mabalozi wa jumuiya ya kujihami ya NATO watakutana na wenzao wa nchi za Guba kujadili hali ya vita vinavyoendelea nchini Iran. Mabalozi kutoka nchi 32 wanachama jumuiya ya kujihami ya NATO wanapanga kukutana na wawakilishi wa eneo la Guba wiki ijayo kujadili vita vya Iran na mvutano wa kikanda. Hayo ni kwa mujibu wa wanadiplomasia watatu wa Ulaya walipozungumza na shirika la habari la Reuters. Na huo ndo mwisho wa Jicho la Nje kutoka hapa Big City Breakfast, na hivi punde tu ni Sports Countdown. Mimi ni Jamal Mruma. Hii ni Mjini FM, kwetu ni kwako. Jicho la Nje.